أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza ya kwamba kisa cha waritadi au wanafiki kimeisha, ambacho kilikuwa kuhusu Yamama, na habari za Musalma Kazzab na wenzake zilikuwa zimekwisha. Katika hutuba ya wiki jana, waritadi waliopigana vita katika zama za Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, habari zao zinaendelea kuelezwa. Kama nilivyokuwa nimeeleza kabla ya kwamba kulitokea vita nyingi. Vita ya kwanza iliyotokea na habari zake zimeelezwa, zilizokuwa ndefu sana. Sasa vita zingine 10 zilizobaki katika kumbukumbu za vita ya pili na tatu, inapatikana ya kwamba vita hii ilipiganwa na Hazrat Huzaifa na Hazrat Arjafa raziyallahu anhuma, iliyopiganwa zidi ya waritadi na waasi wa Uman. Uman ni mji wa Yemen karibu na Bahrain. Uman inapatikana katikati ya guba ya Uajemi na bahari ya Arabu, na wakati ule maeneo ya mashiriki ya Umoja wa Falme za Kiarabu pia yalikuwa ndani mwake. Kabila la Azad lenye kuabudu masanamu na makabila mengine yalikuwa yakiishi katika eneo hilo, ambao walikuwa Majusi. Maskat, Sohar na Daba ilikuwa miji ya pwani ya hapa. Katika zama tukufu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uman ilikuwa chini ya utawala wa Wairani, na mtu aitwaye Jafar alikuwa ameteuliwa nao kama mtendaji. Dini ya Kimajusi ilikuwa imeenea katika eneo hilo. Mwaka wa 8 hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Abu Zaid Ansari katika eneo hilo kwa ajili ya mahubiri ya Islam, na akamtuma Hazrat Amr bin As na barua moja iliyokuwa kwa ajili ya viongozi wawili na ndugu wa hapa, Jafar bin Julande na Abad bin Julande. Mada ya barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kama ifuatayo: kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu. Barua hii ni kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mja wa Allah na mtume wake, kwa Jafar na Abad wana wa Julande. Amani iwe juu yake aliyefuata mwongozo. Mimi nawapatieni mwito wa kukubali Islam. Nyinyi mukubali Islam, mtasalimika. Mimi ni mtume wa Allah na nimetumwa kwa dunia nzima ili nimwonye kila mtu aliye hai na niwatimizie makafiri hoja. Kama mtasilimu, mimi nitawacheni muendelee na utawala wenu wa huko, na kama mtakataa kukubali Islam, mtanyanganywa utawala wenu. Sawa na baadhi ya riwaya, baada ya kufanya mijadala ya siku nyingi, ndugu hawa wakakubali Islam
na sawa na riwaya moja mfalme wa Oman Jafar akasema kwamba mimi sina shida ya kusilimu, lakini nina hofu ya kwamba nikikusanya zaka kutoka hapa na kuipeleka Madina kaumu yangu itanichukia. Hapo Amr bin As akampatia ofa ya kwamba mali ya zaka ambayo itakusanywa kutoka eneo lako itatumika juu ya maskini wa eneo hilo hilo. Hivyo ye akakubali Islam. Hazrat Amr bin As akaishi hapa kwa miaka miwili na akaendelea kuwahubiri watu. Kutokana na juhudi zake za mahubiri, watu wengi wa eneo hilo wakakubali Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia na uritadi na uasi ukaenea kote kote Uarabuni, Abu Bakar akamuita Amr bin As kutoka Oman kuja Madina. Upande wa pili, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Laqid bin Malik Azdi akainuka, ambaye lakabu yake ilikuwa Zultaj, na katika zama za ujinga cheo chake kilikuwa sawa na cheo cha mfalme wa Oman Julande. Julande ilikuwa lakabu ya wafalme wa Oman. Yeye akadai kuwa mtume na wajinga wa Oman wakamtii. Huyo akateka Oman na Jafar na nduguye Abad wakalazimika kujificha milimani, na Jafar akamjulisha Abu Bakar kuhusu hali yote na akaomba msaada kutoka kwake. Hata Abu Bakar akamtumia maamiri wawili, Huzaifa bin Mihsan Ghalfani akatumwa kwenda Oman na mwingine akamtuma Arjafa bin Harsama Barki Yazdi kwenda Mara, na akawaamrisha ya kwamba wao wasafiri kwa pamoja na waanze vita yao kutoka Oman. Mara ilikuwa ni jina la kabila moja la Yemen, na akatoa amri ya kwamba vita ikitokea katika Oman Huzaifa atakuwa kiongozi wake, na ikitokea katika Mara Huzaifa atatekeleza wajibu wa jenerali. Utambulisho wa Hazrat Huzaifa na Hazrat Arjafa ni kama ufuatao katika Tarikh Tabri. Jina la Hazrat Huzaifa ambalo limeelezwa ni Huzaifa bin Mihsan Ghalfani, ilhali katika kitabu kinachozungumzia historia ya maswahaba jina lake limetajwa kama Huzaifa Qalani. Yeye hadi kifo cha Abu Bakar akaendelea kuwa mkuu wa Oman. Vitabu vinavyoeleza historia ya maswahaba jina kamili la Hazrat Arjafa ambalo limeelezwa ni Arjafa bin Hazima. Kwa mujibu wa Alama Ibn Asir, jina la babake lilikuwa Harsama. Huyo alikuwa mashuhuri katika swala la kupanga mipango ya kivita zidi ya maadui. Ilikuwa saidia hawa wawili. Hata Abu Bakar akamtuma Ikrima bin Abu Jahl katika maelezo ya vita vya Yamama na kwenye kumbukumbu za Musailama Kazzab. Habari hizi zimekusha elezwa tayari ya kwamba Abu Bakar alipomtuma Ikrima ili kupambana na fitina ya uritadi na uasi, na akamtuma Shurahbil bin Hasana ili kumsaidia yeye. Hapo alikuwa amemwamrisha Ikrima ya kwamba yeye hatashambulia adui mpaka afike Shurahbil, lakini yeye bila kumngojea yeye akawashambulia maadui, na matokeo yake ni kwamba akalazimika kushindwa. Hapo Abu Bakar akamkasirikia na akamwamrisha kwenda Oman. Sawa na amri ya Abu Bakar, Ikrima pamoja na jeshi lake akaelekea Oman nyuma ya Arjafa na Huzaifa, na kabla ya kufika kwao katika Oman, Ikrima akaenda kukutana nao katika eneo la Rujam na akawatumia Jafar na nduguye Abad ujumbe wake. Katika baadhi ya vitabu vya historia kama vile Kamil Ibn Asir, jina lake limeelezwa kama Ayaz. Rejam ni mlolongo wa milima katika Oman. Kwa vyovyote vile, baada ya kupokea ujumbe wa viongozi wa jeshi la Waislamu, Jafar na Abad wakatoka nje ya kambi zao
ambao walikuwa wamejificha hapo kabla pale mretadi huyu alipokuwa amedai kuwa mtume na alikuwa ameunda jeshi lake na nguvu yake ilikuwa imezidi. Hivyo watu hawa wakatoka nje ya makazi yao na wakaja kupiga kambi katika Suhar na wakawatumia Huzaifa, Arjafa na Ikrama ujumbe ya kwamba nyinyi nyote muje kwetu. Suhar pia ni kijiji kilichoko karibu na milima katika Oman. Kuhusu hiyo inapatikana ya kwamba soko moja la Oman ambalo lilikuwa linawekwa hapa mwanzoni mwa Rajabu kwa mausiku 5. Hivyo jeshi la Waislamu likajumuika katika Sohar na likasafisha maeneo yote ya jirani kutoka waritadi. Upande mwingine Laqid bin Malik akapata taarifa ya ujio wa jeshi la Waislamu. Yeye akatoka na jeshi lake ili kupigana nao na akapiga kambi katika eneo la Daba. Yeye akaweka kina mama, watoto na mali nyuma yake ili apate nguvu katika vita. Daba pia ilikuwa mji wa eneo lile na kulikuwa na soko la kibiashara katika eneo hilo. Viongozi wa Islamu wakawaindikia viongozi mbalimbali wa Laqid barua na wakaanza na chifu wa kabila la Banu Juzet. Katika kuwajibu viongozi hawa pia wakawaindikia Waislamu barua na matokeo yake ni kwamba viongozi hawa wote wakajitenga na Laqid na wakaja kuungana na Waislamu. Katika sehemu hiyo hiyo, yani katika eneo la Daba, vita kali ikatokea zidi ya jeshi la Laqid. Mwanzoni jeshi la Laqid likafanikiwa zaidi na ilikuwa karibu ya kwamba Waislamu wangeshindwa, lakini Mwenyezi Mungu kwa hisani na fadhili yake akawajalia Waislamu, na katika hali hiyo tete akawasaidia makabila mbalimbali ya Bahrain na kutoka Banu Abdul Qais. Msaada mkubwa ukawafikia ambao ukawaongeza katika nguvu na uwezo, nao wakaja mbele na wakalishambulia vikali jeshi la Laqid. Hapo jeshi lake likatawanyika na likakimbia. Waislamu wakawasaka na kuwafuata na wapiganaji 10,000 wakawaua na wakawateka kina mama na watoto, wakateka mali na bidhaa zao, na sehemu yake ya 5 yani khums wakamtumia hata Abubakar kwa kumpitia Arfaja. Hivyo katika Oman fitna hiyo ikafikia tamati yake na utawala wa Waislamu ukastawi juu ya misingi imara. Baada ya vita, Huzaifa akaanza kuishi katika Oman na akaanza kushughulikia mambo ya kusawazisha hali na kustawisha amani katika Oman. Arfaja kama ilivyoelezwa akaenda Madina na mali ya ghanima, na Ikrama akiwa na jeshi lake akaelekea kumaliza uasi wa Mahra. Kuhusu vita alizopigana Ikrama zidi ya waasi wa Ritadi, inapatikana ya kwamba hata Abubakar alikuwa amempatia Ikrama bendera moja na alikuwa amemwamrisha kupambana na Musalma. hata Abubakar akamtuma Ikrama kwenda Yamama kupigana na Musalma, na nyuma yake alikuwa amempeleka Shurahbil bin Hasana kwenda Yamama. hata Abubakar alikuwa amewatajia wote wawili jina la Yamama, isipokuwa akamwambia Ikrama ya kwamba yeye asishambulie maadui mpaka Shurahbil afike kwake, lakini Ikrama akafanya haraka kama imekusha elezwa kabla, na bila kumsubiri Shurahbil Ikrama akatoka na akawashambulia maadui, na Musalma akawasukuma nyuma, nao wakashindwa na wakasogea nyuma. Shurahbil bin Hasana alipopata taarifa ya tukio hilo akasimama pale pale alipokuwepo. hata Abubakar akamwindikia Shurahbil ya kwamba wewe uendelee kupiga kambi karibu na Yamama hadi amri yangu ya pili ikufikie. na hata Abubakar akamwindikia hata Ikrima ya kwamba sasa mimi sitaona uso wako, imeshaelezwa kabla, wala sitasikia jambo lako lolote isipokuwa utende kazi kubwa, ufanye kazi kubwa. Hapo ni sawa, unaweza kuja kwangu. Kisha ye akasema kwamba nenda Oman na upigane na watu wa Oman na uwasaidie Huzaifa na Arfaja.
Kwa vyovyote vile, kama ilivyoelezwa ya kwamba Oman ilikuwa sehemu ya guba ya Uajemi ambalo katika eneo hilo yalikuwepo maeneo mashiriki ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Humo kabila Azd na makabila mengine yalikuwa yakiishi ambao walikuwa Majusi. Maskat, Sohar na Daba ilikuwa miji ya pwani ya hapa. Pia alisema ya kwamba kila mmoja wenu atakuwa kiongozi wa wapanda farasi wake, isipokuwa maadamu mtaishi katika maeneo yaliyo chini ya Huzaifa atakuwa amiri wenu. Mkimaliza kazi ya hapa, basi muende Mahra, kisha kutoka kule muende Yemen, na katika harakati za Yemen na Hazarmaut mubaki na Muhajir bin Abu Umayya na watu walioritadi katika Oman na Yemen, nini mupigane nao na mimi niendelee kupata taarifa za mafanikio yenu katika vita. Hata Bakar akasema hayo. Kwa vyovyote vile, kabla ya kuondoka kwa Ikrma, sawa na mwongozo wa hata Bakar Siddiq, Huzaifa bin Mehsan Ghalfani alikuwa amekwisha ondoka kupigana na waritadi wa Oman, na Arfaja Barki alikuwa ameshaondoka kupigana na waritadi wa Mahra. Sawa na amri ya hata Bakar, Ikrma pamoja na jeshi lake akaondoka nyuma ya Arfaja na Huzaifa, na kabla ya kufika kwao katika Oman, Ikrma akaenda kuungana nao. Kabla yake hata Bakar alikuwa ameisha waamrisha ya kwamba wao wakimaliza mambo ya Oman wafuate rai ya Ikrma. Yeye akipenda aondoke nao au awaamrishe kubaki katika Oman. Na kwa vitu vile, kama imeshaelezwa tayari kwamba maamiri hawa watatu walipoenda kukutana kwa pamoja katika eneo la Rujam karibu na Oman, wao wakawatumia Jafar na Abad wajumbe, na upande wa pili Laqid alipopata taarifa ya ujio wa jeshi lao, yeye akawakusanya makundi yake na akaja kupiga kambi katika Daba. Jafar na Abad pia wakatoka nje ya uhifadhi wao na wakaja kupiga kambi katika Sohar. Wakawatumia ujumbe Huzaifa, Arfaja na Ikrma kwamba nyinyi nyote muje kwetu. Hivyo kama ilivyoelezwa, wao wote wakaja kwao katika Sohar na wakasafisha maeneo yao na waritadi hadi suluhu ikatokea katika watu wote. Pia maamiri hawa wakawaindikia viongozi wa Laqid barua na wakaanza na kiongozi wa Banu Juzat, na katika jibu lake viongozi wa Laqid pia wakawaindikia Waislamu barua, na kama ilivyoelezwa ya kwamba viongozi hawa kwa sababu ya barua hizi wakajitenga na Laqid. Kisha vita kali ikatokea kati ya jeshi la Laqid na Waislamu, ambayo maelezo yake yamekusha elezwa tayari. Baada ya vita hiyo, Ikrma na Huzaifa wakaafikiana kwa pamoja juu ya rai hii ya kwamba Huzaifa abaki katika Oman na afanye mpango ili watu wapate amani, na hat Ikrma pamoja na jeshi kubwa la Waislamu akaenda mbele kupigana na washirikina wengine, naye akaanza kazi yake ya kivita kutoka Mahra. Kuhusu safari ya Ikrma kuelekea Mahra, inapatikana ya kwamba baada ya kumaliza fitna ya waritadi wa Oman, Ikrma pamoja na jeshi lake akaelekea kwenda Mahra, eneo la Najd. Imeandikwa ya kwamba yeye
kwa ajili ya safari yake hiyo akaomba msaada kutoka watu wa Oman na maeneo mengine. Ye akaendelea kutembea hadi akafika katika eneo la kabila la Mahra. Watu wa makabila tofauti walikuwa pamoja naye, na Ikrima akavamia kabila la Mahra na maeneo yaliyo jirani yake kwa ajili ya kupigana naye. Watu wa Mahra wakagawanika katika makundi mawili. Kundi moja likapiga kambi katika eneo la Jerut chini ya uongozi wa Shakhrit, na kundi jingine likapiga kambi chini ya Musabba wa Banu Maharib katika Najd. Kimsingi Mahra zima ilikuwa chini ya chifu huyo isipokuwa Shakhrit na kundi lake. Machifu hawa walikuwa na uhasama kati yao na walikuwa maadui, na kila mmoja wao alikuwa akitamani ya kwamba chifu wao apate ushindi. Ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu akalifanya ili kuwasaidia Waislamu na akawaimarisha dhidi ya maadui zao na akawazoofisha wapinzani wa Waislamu. Ikrima alipoona watu wachache pamoja na Shakhrit, yeye akamwita Shakhrit kwamba aje kukubali Islam. Shakhrit mwanzoni alikuwa Muislamu, hivyo akaambiwa kwamba asilimu tena na asipigane vita na Waislamu. Hivyo kwa mwito huo Shakhrit akakubali wito wake, na hivyo Allah akazofisha Musabba. Kisha Ikrima akamtumia Musabba ujumbe wake na akampatia mwito wa kuingia katika Islam na kuacha ukafiri, lakini uwingi wa watu waliokuwa pamoja naye ukamdanganya. Kwa sababu ya kukubali Islam kwa Shakhrit, uadui ukazidi kati ya Shakhrit na Musabba. Kwa vitu vile Ikrima akaelekea kwake, na Shakhrit pia alikuwa pamoja na Ikrima. Wote wawili wakapigana na Musabba katika Najd na wakapigana vita kali. Allah akawaangamiza waritadi na waasi na kiongozi wao akauawa. Waislamu wakawasaka waliokimbia na wakawaua wengi, na wengi wakatekwa kama mahabusu, na katika ghanima ngamia 2,000 wenye asili bora wakatekwa na Waislamu. Hat Ikrima akagawa ghanimu katika sehemu 5 na akamtuma Shakhrit na khumus, yani sehemu ya 5 kwa Abu Bakr Sadiq radhiyallahu anhu, na sehemu 4 zilizobaki akazigawa kwa Waislamu. Hivyo jeshi la Ikrima kwa sababu ya kupata vipando na mali na silaha likaimarika zaidi. Hat Ikrima akibaki kule kule akawakusanya watu wa maeneo hayo na wote wakakubali Islam. Ikrima akampelekea hat Abubakar habari njema ya ushindi huo kwa kumpitia mtu mmoja aitwaye Saib. Kisha kuna habari za hat Ikrima za kuelekea Yemen. Hat Abubakar Siddiq katika barua yake moja ambayo habari zake zimekwisha elezwa tayari, alikuwa amemwamrisha hat Ikrima ya kwamba baada ya Mahra uende Yemen, na katika harakati za Yemen na Hazarmaut umsaidi hat Muhajir bin Abu Umayya, na kati ya umma na Yemen watu walio ritadi washughulikie. Hivyo hat Ikrima kwa kufuata amri hiyo ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akatoka Mahra na akaelekea Yemen mpaka akafika Abiyan. Abiyan pia ni makazi ya Yemen. Alikuwa na jeshi kubwa, na katika jeshi hilo watu wengi wa kabila la Mahra na mengine walikuwepo. Hat Ikrima akaendelea kuishi katika Yemen kusini na akaendelea kushughulikia na watu wa Nakha na Hamir, na hakupata nafasi ya kuelekea Yemen kaskazini. Hat Ikrima baada ya kuwakamata watu walioasi wa kabila la Nakha akawakusanya watu wa kabila hilo na akawauliza kwamba nyini mna rai gani kuhusu Islam. Wao wakasema kwamba katika zama za ujahilia sisi tulikuwa na dini, tulikuwa na shauku ya dini na tulikuwa hatupigani vita. Sasa
hali yetu itakuwaje ambapo tutaingia katika dini ya islam ambayo ubora wake umekuwa wazi kwetu na mapenzi yake yamekwisha ingia mioyoni mwetu, yaani mapenzi ya islam yamesha ingia mioyoni mwetu. hata Kirma alipofanya upelelezi kuhusu watu hawa kwamba je, wanasema kwa moyo au nia yao ni kujisalimisha tu, hapo akajua ya kwamba wanasema kweli na watu wao wakaendelea kusimama imara juu ya islam, isipokuwa baadhi ya watu wao makhsusi wakaritadi na wakakimbia. Hivyo hat Ikrama akawasamehe watu wa Nakha na makabila ya Hamir, na kwa ajili ya kuleta umoja kati yao akaendelea kuishi kule. kwa sababu ya kuishi kwa Ikrama katika Abiyan, kundi la Aswad Ansi likapata athari kubwa ambalo lilikuwa likiongozwa na Qais bin Makshur na Amr bin Mahdi Karib. Baada ya kukimbia kutoka Sanaa, Qais akaendelea kuzunguka katikati ya Sanaa na Amr bin Mahdi Karib aliyekuwa ameshiriki katika kundi la Aswad Ansi. Lakini Hazrat Ikrama alipofika Abiyan, hapo wote wawili yani Qais na Amr bin Mahdi Karib wakajumuika kwa pamoja ili kupigana naye, lakini katika muda mfupi tu ikatokea hitilafu kati yao na wakatengana. Hivyo ujio wa Hazrat Ikrama kutoka mashiriki ukachangia sana katika kumaliza fitna za waritadi katika Lahj. Kulikuwa na kabila la Kinda karibu na Yemen ambalo lilikuwa katika eneo la Hazramaut. Mtendaji wa eneo hilo alikuwa Zayad bin Labid. Yeye akatumia ukali katika swala la zaka, hapo uasi ukatokea zidi yake. Hivyo Ikrama na Muhajir bin Abu Umayya wote wawili wakaja kumsaidia. Maelezo yake yataelezwa katika kumbukumbu za Hat Muhajir bin Umayya. Kwa vyovyote vile, Hat Ikrama baada ya kumaliza fitna za waritadi akaanza kujiandaa kurejea Madina. Pamoja naye alikuwepo binti ya Numan bin John ambaye Ikrama alikuwa amemoa katika uwanja wa vita, ijapokuwa Ikrama alikuwa anajua ya kwamba hapo kabla kwa sababu ya kumoa Tamim na binti ya Muja, hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa amemkasirikia sana Khalid bin Walid. Habari zake zimekushaelezwa katika hutuba za nyuma, lakini hata hivyo Ikrama akafunga naye ndoa. Kwa sababu ya ndoa hiyo, baadhi ya wanajeshi wa Ikrama wakajitenga naye. Swala hilo likaletwa kwa Muhajir, lakini yeye pia hakuweza kutoa hukumu yoyote, na yeye akamwindikia hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu hali zote na akaomba rai yake. Hata Abubakar radhiyallahu anhu akaindika ya kwamba Ikrama kwa kufunga ndoa hakufanya kazi mbaya. Watu waliokuwa wamekasirika juu ya Hat Ikrama wao wakarizia, lakini wengine waliokasirika, sababu ya kukasirika kwao ilikuwa hivi ya kwamba safari moja Numan bin John akihudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akubali binti yake John katika ndoa yake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa na akamsindikiza binti yake na babake. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshakataa ndoa hiyo, hivyo sehemu moja ya jeshi la Ikrama lilikuwa na wazo hili ya kwamba kwa kufuata mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Ikrama pia hakutakiwa kumoa mwanamke huyo. Lakini hata Abubakar Siddiq hakukubali dalili hiyo, naye akasema kwamba hiyo si sahihi, na akasema kwamba ndoa ya hata Ikrama ni halali. Hata Ikrama pamoja na mkewe akarejea Madina, na wanajeshi waliokuwa wamekasirika juu yake wakaja kuungana naye. Asma binti Numan bin John
mwanamke aliyetajwa hapo utambulisho wake ni kama ufuatao. Mwanamke ambaye Ikrima alikuwa amemwoa katika Bukhari na katika vitabu vingine vya hadisi. Kuhusu mama huyu imeandikwa ya kwamba ndoa ya mama huyu ilikuwa imetangazwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kabla ya harusi mwanamke huyu akafanya jambo fulani, na kwa sababu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha katika kabila lake. Masimulizi haya yana hitilafu kubwa na hata kuna hitilafu kwenye jina lake. Wengine wamesema kwamba hat Muhajir bin Abi Umayya alikuwa amemua. Kwa vitu vile akieleza maelezo ya tukio hilo, hat Muslim Maud radhiyallahu anhu amesema ya kwamba ushindi ulipotokea Warabuni na Islam ikaanza kusambaa, mwanamke mmoja wa kabila la Kinda ambaye jina lake lilikuwa Asma au Umema, naye alikuwa anaitwa Jonia au Bintul John. Ndugu yake Luqman akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa niaba ya kaumu yake, na katika kikao hicho akatamani ya kwamba yeye amwozeshe dada yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba dada yangu ambaye alikuwa ameolewa na jamaa fulani na sasa ni mjane, pia ni mzuri sana, hivyo wewe ufunge naye ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa alikuwa na nia ya kuleta umoja katika makabila ya Warabuni, hivyo akakubali wito wake na akasema kwamba ndoa itangazwe juu ya fedha ukia 12.5. ya akasema ya Rasulullah, sisi ni watu wenye heshima, mahari ni ndogo. Mtume akasema kwamba mimi sikuweka mahari ya mke wangu yeyote zaidi ya hiyo. Yeye aliporizika ndoa ikasomwa ikatangazwa, na yeye akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ili mtu fulani atumwe ambaye amletee mke wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Usaid, yeye akaenda huko. Jonia akamuita katika nyumba yake. Hata Abu Usaid akasema kwamba amri za hijabu zimeshateremka kuhusu wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo yeye akamuuliza kuhusu mambo mengine ambayo hata Usaid akamwambia, na akimkalisha juu ya ngamia akamleta Madina, na katika nyumba moja ambayo ilikuwa imezungukwa na mitende akamteremsha. Jamaa zake walikuwa wamemtuma mama mmoja pamoja naye. Muslim Maud anaandika ya kwamba kama vile katika nchi yetu pia watu tajiri wanatuma mtumishi mmoja pamoja na bi harusi ili yeye asipate taabu yoyote. Kwa kuwa mama huyo alikuwa maarufu katika uzuri wake na wanawake wanakuwa na shauku ya kumwona bi harusi, wanawake wa Madina wakaenda kumwona, na sawa na kauli ya mtumishi huyo mwanamke fulani akamchochea akisema ya kwamba muda muafaka wa kutia haiba ni siku ya kwanza tu, hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akija kwako useme ya kwamba mimi najikinga kwa Allah kutoka kwako, hapo yeye atakupenda zaidi. Jambo hilo kama halijatengenezwa na mama huyo aliyekuwa ameolewa, basi si jambo la kushangaa. Muslim Maud anaandika kwamba inawezekana kuwa mnafiki fulani kwa kupitia mkewe au jamaa yake atakuwa amefanya njama hiyo. Ilmuradi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya ujio wake, ye akaenda katika nyumba yake iliyokuwa imepangwa kwa ajili yake. Hadisi zinasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tafsiri yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomjia na akamwambia ya kwamba nafsi yako ujitolee kwangu, ye akajibu ya kwamba je, malkia pia anaweza kujitolea kwa watu wa kawaida? Mungu apishe mbali. Akaonyesha kibri, yani mama huyu akaonyesha kibri. Abu Saad anasema kwamba hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na wazo hilo ya kuwa labda kwa sababu ya ugeni anajihisi hofu, hivyo kwa ajili ya kumtia moyo akaweka mkono juu yake. Hapo yeye akasema maneno mabaya sana yasiyo na mantiki ya kwamba mimi najikinga kwa Allah kutoka kwako. Kwa kuwa nabii akisikia jina la Allah anajazwa na roho ya heshima
na ukubwa wake unaingia moyoni mwake. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akisikia hayo akasema kwamba kwa kuwa umeniomba kwa jina la dhati mkubwa na umejikinga kwake ambaye ni mwenye kukinga, hivyo mimi nakubali ombi lako. Hapo wakati ule ule mtume saa salam akatoka nje na akasema kwamba ewe Abu Usaid, umpatie shuka 2 na umpeleke kwa jamaa zake. Hivyo umpeleke kwa jamaa zake. Hivyo yeye pamoja na mahari pia akatoa amri ya kumpatia shuka 2 za razki. Zilikuwa shuka 2 nyeupe na ndefu za pamba na zilikuwa nzuri sana. Ili amri ya Qurani tukufu wala tansul fazla bainakum iweze kutimia, ambayo ni kuhusu wanawake ambao wapewe talaka kabla ya kujenga uhusiano wa kimwili. Na mtume sasa akamsindikiza na Abu Usaid akampeleka nyumbani kwake. Watu wa kabila lake wakachukizwa sana na jambo hilo, nao wakamkaribia, lakini mama huyo akaendelea kusema kwamba hiyo ni bahati yangu mbaya. Na baadhi ya wakati akasema ya kwamba nilikuwa nimepotoshwa na nikaambiwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akija kwako ujitenge naye na uoneshe chuki, hapo wewe utamtia haiba. Hiyo ilikuwa sababu au ilikuwa nyingine, lakini yeye akafanya hivyo na mtume sallallahu alaihi wasallam akajitenga naye na akamsindikiza. Habari hizi nimekwisha zieleza hapo kabla katika kumbukumbu za Hat Usaid. Kwa vyovyote vile Hat Ikrima akatoka Kinda na Hazarmaut na akipitia njia ya Yaman na Makka akarejea Madina. Alipofika Madina, Abu Bakar akamwamuru ya kwamba aondoke kumsaidia Khalid bin Said. Had Ikrima alikuwa ametoa rukhsa kwa jeshi lake ambalo lilikuwa limeshiriki katika vita pamoja naye. Hata Abu Bakar akamwandalia jeshi jingine. Yeye akawapa ruksa akisema kwamba nyinyi mmechoka sana, hivyo sasa mupumzuke. Hivyo hata Abubakar akaandaa jeshi jingine na akawaamuru kuelekea Siria wakiwa chini ya bendera ya Ikrima. Huko kazi kubwa alizofanya Ikrima na akipigana kwa ushujaa mkubwa akauawa shahidi. Habari zake zitaelezwa inshallah katika kumbukumbu za vita vya Siria. Kisha kuna msafara wa 5, yani vita ya 5 iliyotokea chini ya uongozi wa Shurahbil bin Hasana zidi ya waritadi wa Asi. Hata Abubakar akamtuma Hat Ikrima kwenda kupambana na Musalma katika Yamama, na nyuma yake akampeleka Shurahbil bin Hasana kwenda Yamama. Utambulisho mfupi wa Shurahbil bin Hasana ni kama ufuatao. Jina la baba yake Shurahbil bin Hasana lilikuwa ni Abdullah bin Muta na mama yake alikuwa anaitwa Hasana. Wengine wanamuita kwa jina la Kindi na Tamimi. Baba yake Shurahbil alifariki dunia Shurahbil alipokuwa mtoto mdogo, na huyo kwa jina la mama yake Hasana akaitwa Shurahbil bin Hasana. Shurahbil alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia katika Islam, naye pamoja na ndugu zake akahamia Uhabeshi, na aliporejea kutoka Uhabeshi akaishi Madina katika nyumba za Banu Zuraiq. Katika khilafati Rashida huyo alikuwa miongoni mwa wapiganaji mashuhuri. Mwaka wa 18 hijra akiwa na umri wa miaka 67 akafariki dunia katika tauni Amwas. Kwa vyovyote vile kama ilivyoelezwa tayari, Ikrima licha ya kupata amri ya Abu Bakar ya kwamba usishambulie adui kabla ya kufika kwa Shurahbil, ye akafanya haraka na kabla ya kufika kwa Shurahbil akashambulia Musalma ili ushindi unasibishwe na jina lake, lakini Musalma akamsukuma nyuma. Na hata Ikrima alipomwambia Abu Bakar kuhusu hali hiyo ya kushindwa kama imekusha elezwa, hata Abubakar akasema na akamwindikia barua ya onyo akisema kwamba usije Madina na ndoa hili la kushindwa.
watu wasije wakavunjika moyo, na akamwamuru kuelekea Uman. Shurahbil bin Hasana bado alikuwa njiani, ndipo akapata habari za Ikrima kwamba Ikrima ameshindwa. Yeye akasimama kule kule na akasubiri maagizo mapya kutoka kwa Hazrat Abubakar. Hazrat Abubakar akamwindikia kwamba ubaki pale pale ulipo. Hazrat Abubakar akamwindikia Shurahbil ya kwamba wewe ubaki karibu na Yamama hadi upokee amri yangu ya pili, na mtu ambaye umetumwa kupigana naye, yani Musalma, kwa muda huo wewe usipigane naye. Kisha Hazrat Abubakar Siddiq alipomteua Khalid bin Walid kwa ajili ya vita vya Yamama, akamwamrisha Shurahbil bin Hasana ya kwamba Khalid bin Walid akija kukutana nawe na ukimaliza mambo ya Yamama kwa kheri, wewe uelekee kwa kabila la Quza, na ukiwa pamoja na Amr bin As uwashughulikie waasi wa Quza ambao wakatae Islam na waipinge. Hapo sio swala la kukataa pekee, bali ni kupinga na kupigana vita. Quza pia ilikuwa kabila mashuhuri la Arab ambalo lilikuwa likipatikana magharibi ya Madaini Sale, mbele ya Wadiul Qura. Kwa vyote vile, sawa na amri ya Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Shurahbil akaendelea kuishi na kubaki na jeshi lake, lakini Musalma akawashambulia na jeshi lake. Mwandishi mmoja akieleza habari hiyo anasema kwamba Khalid bin Walid alikuwa njiani ya kuelekea Yamama, ndipo jeshi la Musalma likawashambulia jeshi la Shurahbil na likawasukuma nyuma. Baadhi ya wanahistoria wanaandika ya kwamba Shurahbil pia alikuwa amefanya kosa lile lile ambalo Ikrima alikuwa amelifanya kabla yake, yani akaanza vita ili apate ushindi, lakini akalazimika kuona vita kali na akalazimika kurejea nyuma. Lakini hiyo si sahihi, bali uhakika ndio huu ya kwamba jeshi la Yamama likiwa na wazo hili ya kuwa Shurahbil akiwa pamoja na Khalid wasiwaletee hasara kubwa, likaja mbele na likawashambulia. Yani jeshi la Musalma likawashambulia. Jambo fulani litakuwa limetokea kati ya hayo mawili, lakini tukio lenyewe ni kwamba Shurahbil akarejea nyuma na jeshi lake. Khalid bin Walid alipofika kwa Shurahbil na akapata habari zote, hapo akamkasirikia Shurahbil. Khalid alikuwa na fikra ya kwamba mtu asipo na nguvu ya kupigana na maadui, basi aendelee kuepukana na maadui mpaka apate nguvu na apate uwezo wake, na sio kwamba hana nguvu kisha aanze vita na maadui na apate kushindwa. Kwa vitu vile, baada ya Shurahbil akaendelea kushiriki katika vita pamoja na Khalid bin Walid. Khalid bin Walid akamteua Shurahbil kama mkuu wa jeshi la mbele na Muqaddamatul Jaish, na upande wa kulia na kushoto, yani Maimana na Masra, akawateua Zaid bin Khattab na Abu Huzaifa bin Utba bin Rabia. Baada ya kumaliza vita vya Yamama sawa na amri ya Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Shurahbil akaenda kuungana na Hazrat Amr bin As ili kupambana na waasi. Hivyo imeandikwa ya kwamba Shurahbil na Hazrat Amr bin As wakaanza kuwashambulia waritadi waasi wa Quza. Hazrat Amr bin As wakawashambulia kabila la Saad na Balq, na Shurahbil akawashambulia kabila la Qalb na makabila yaliyo chini yake. Vita ya sita iliyopiganwa na Hazrat Amr bin As zidi ya waasi waritadi, Hazrat Abubakar alikuwa amempatia bendera Hazrat Amr bin As na alikuwa amemwamrisha kwenda kupigana na makabila matatu: Quza, Wadia na Haris. Quza pia ni kabila moja mashuhuri la Arab ambalo linapatikana katika maeneo ya magharibi ya Madaini Sale, mbele ya Wadiul Qura.
utambulisho mfupi wa Amr bin As ni kama ufuatao. Jina lake lilikuwa Amr na kunia yake ilikuwa ni Abdullah bin Abdullah au kwa wengine ilikuwa Abu Muhammad. Baba yake alikuwa anaitwa As bin Wail na mama yake alikuwa anaitwa Nabgha binti Harmala. Sawa na riwaya moja, jina halisi la mamake lilikuwa Salma. Nabgha ilikuwa lakabu yake. Hat Amr bin As mwaka wa 8 hijra, miezi 6 kabla ya ushindi wa Makka, alikuwa amekubali Islam. Mwaka wa 8 hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua mtendaji wa Oman, na ye akaendelea na wazifa huo hadi kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye akashiriki katika vita za Syria, na katika zama za ukhalifa wa Umar akawa mtawala wa Palestina. Katika kazi zake kubwa, kazi moja ni kupata ushindi wa Misri. Baada ya ushindi wa Misri, Hazrat Umar akamteua kama mkuu wa Misri. Katika zama za ukhalifa wa Uthman akajiuzulu kutoka utawala wa Misri na akaanza kuishi katika Palestina. Amir Muawia akamteua tena kama mtawala mkuu wa Misri, na hadi kifo chake akaendelea kutoa huduma hiyo. Inasemwa ya kwamba kifo chake kilitokea mwaka wa 43 hijra, wengine wanataja mwaka wa 47 hijra, wengine 48, na wengine wanasema ilikuwa mwaka wa 51 hijra. Lakini riwaya inayozungumzia mwaka wa 43 hijra kuhusu kifo chake inafahamika kuwa sahihi zaidi. Hata Amr bin As alikuwa na ujuzi mkubwa wa kutoa hutuba, na alikuwa na busara na mwanasiasa mashuhuri na maarufu na mpiganaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamtegemea sana katika vita mbalimbali. Amr bin As, mwanaye Abdullah na Abdullah, familia hiyo ilitajwa kama familia bora katika Waislamu. Mwandishi mmoja anaandika ya kwamba Abubakar alikuwa ameandaa bendera 11. Bendera moja ilikuwa kwa ajili ya Amr bin As. Vile yeye alimkabidhi kazi ya kupigana vita na waritadi wa Quza, kwani yeye katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekusha pigana vita na kabila la Quza katika Zatu Salasil, na alikuwa anaelewa hali ya kabila hiyo na njia mbalimbali za kabila hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 8 hijra, mwezi wa Zulhijja, alikuwa amemtuma Amr bin As na barua kwenda kwa viongozi wawili wa umma, Jafar na Ibad wana wa Julande, barua ya mahubiri. Na kwa sababu ya kazi hiyo iliyofana sana, watu wa Oman wakakubali Islam juu ya mkono wa Amr bin As. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemkabidhi kazi ya kukusanya zaka katika Oman. Alikuwa katika Oman ndipo kwa kupitia barua ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akapata taarifa ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, makabila mengi ya Uarabuni yakaritadi. Hivyo kwa ajili ya kumaliza fitna ya Abubakar akamuita Amr bin As kutoka Oman. Hivyo yeye akifuata amri ya Abubakar akatoka Oman na kuja Madina, na kwa ajili ya kumaliza fitna ya uritadi na uasi, Abubakar alipokuwa amewateua maamiri 11, ndipo Abubakar Siddiq alikuwa amemwamrisha Shurahbil bin Hasana kwamba ukimaliza vita ya Yamama basi uelekee kabila Quza, na ukiwa pamoja na Amr bin As uanze kuwashughulikia waasi wa Quza ambao wakatae kukubali Islam na waipinge na watangaze vita zidi yake. Hivyo hata Amr bin As na Shurahbil wote kwa pamoja wakaanza kupigana vita zidi ya waasi wa Banu Quza na wakaanza kuwasaka. Katika maelezo yake mwandishi mmoja anaandika ya kwamba Banu Quza walikuwa hawakuingia katika Islam kwa furaha, bali kama makabila mengine wao pia walikuwa wamekubali Islam kwa sababu ya hofu au kwa sababu ya kupata mali, na ilhali mioyo yao ilikuwa haina mapenzi ya Islam. Hivyo baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale walipojua kwamba Waislamu wamezofika, wao wakakataa kutoa zaka. Amr bin As akipata amri kutoka ukhalifa akiwa na jeshi lake akaelekea Juzam.
kwa kupitia njia ile ile ambayo alikuwa ameitumia hapo kabla, na kwa kufika huku akaona kwamba Banu Quzaa wako tayari kwa ajili ya kupigana vita. Vita ikaanza, vita kali ikatokea, na Banu Quzaa katika safari hiyo pia wakashindwa vibaya, na Amr bin As akichukua zaka kutoka kwao, na baada ya kuwaingiza katika Islam akarejea na ushindi na mafanikio. Khalifa mtukufu anasema kwamba habari zilizobaki nitazieleza katika siku za usoni inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.